Wananchi Yanga Sports Club hawajatoka patupu baada ya kusafiri kwa umbali wa muda mrefu kuifuata wana Coastali kutoka kule jijini Tanga. Ni mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara uliotamatika katika uwanja wa Jamhuri Stadium kule Dodoma, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa mwisho, ambapo katika siku ya Jumapili ya Disemba 7, 2025 kulikuwa kunachezeka michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza ukitamatika ukianza majira saa 11 kamili jioni ulikuwa ni mchezo wa Mzizima Dabi kubwa kwa Dar es Salaam, lakini pia ni dabi ambayo inafuatiliwa kwa Afrika Mashariki na Kati. Ni kati ya wenyeji Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, na mchezo huo ukatamatika kwa Azam FC kuondoka na alama zote tatu muhimu mbele ya mnyama Simba Sports Club. Lakini mashabiki wa Simba Sports Club ni kama vile baada ya mechi kumalizika wameweza kutoa yao ya muone, akisema kwamba hawajafurahishwa na matokeo, na wengine wakidai wanataka wakiwataja baadhi ya viongozi waondoke ndani ya klabu hiyo, lakini pia na wakiweza kumtolea maneno mengine makali kocha Selemani Matola. Lakini baada ya mchezo huu kumalizika, mchezo mwingine ambao umetamatika hivi sasa ni mchezo wa wananchi Yanga Sports Club uliomalizika katika uwanja wa Jamhuri kule mkoani Dodoma, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikitamatika kwa timu zote mbili zikienda mapumziko bila ya kuweza kufungana, licha ya kosa nyingi kwa timu zote mbili. Timu zote mbili zimetengeneza nafasi, lakini isivyokuwa ndivyo, dakika 45 zikaenda mapumziko ikawa ni bila. Lakini dakika 45 za kipindi cha pili, second half, mchezo ulikuja kwa taswira nyingine, timu zote mbili zikiwa zinalinda kwa maana zinajilinda. Lakini dakika ya 89, licha ya Dar es Salaam Africans ni kama vile walikuwa wanaamini wanaondoka kapa ama wataondoka bila ya alama yoyote na Young Africans katika michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Mbeya City kule katika uwanja wa Kumbukumbu Sokoine jijini Mbeya, na wakaweza kutoka bila kuweza kuwafunga Mbeya City, lakini baada hapo wakarejea Dar es Salaam Tanzania wakashinda michezo yao. Lakini mchezo wa mwisho kabla mchezo huu wa leo walicheza dhidi ya timu ambayo waliweza kuwafunga katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na hivi sasa wao wameshinda magoli ama wameshinda michezo yote mitatu na wakiwa wameweza kudraw mchezo mmoja, na hivyo Dar es Salaam Africans wao kwao ni furaha na sherehe katika mechi yao ya leo ambayo imetamatika hivi sasa, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu sana kutoka kule jijini Dodoma, ambapo ni Young Africans wameondoka na alama tatu muhimu mbele ya wagosi wa kaya Coastal Union, na tunasema kwamba Young Africans baada ya ushindi huu wa leo mbele ya Coastal Union wamesogea na nafasi ya pili wakiwa karibia JKT Tanzania, wao wakiwa nafasi ya pili, JKT akiwa wa kwanza. Lakini mchezo wao mwisho Young Africans kabla mchezo huu wa leo alicheza dhidi ya Fountain Gate na kuweza kufunga magoli 2-0. Hivyo magoli kwa upande wa Dar es Salaam Africans limefungwa na Prince Mpumbulelo Dube, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mgumu vilivyo. Watu wengi walikuwa haamini kama mchezo huu utamalizika kwa Young Africans kupata ushindi hilo wa goli moja, na goli limefungwa na Mzimbabwe Finest, mchezaji wa zamani wa klabu ya Azam FC ni Prince Dube, na akaweza kumalizia mpira wa crossi na akaweza kuruka free head hapo, na hivyo kuwapa alama tatu muhimu Dar es Salaam Africans. Maoni yako ni yapi baada ya mechi hii kutamatika? Coastal Union wakialika Young Africans kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-25. Tuandikie maoni yako chini ya video. Tufollow pia katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV, Meneto Official Mutra Msanawaji. Instagram napatikana kwa jina moja la Official Mutra Msanawaji. Walafu wa minkum uwe na weekend njema.